Kama kariabusanda ramakoshe basika. Baba yangu, ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya nguvu zako za ajabu. Wewe ni Mungu mkuu, mfalme wa falme, Bwana mabwana, unaishi na kumiliki na kutawala. Watoto wako tunakutukuza kwa sababu ya asubuhi nzuri, asubuhi yenye neema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye kibali ambayo Baba umetupa watoto wako. Tumenyenyekea chini ya dali lako tukiomba rehema, tutakase kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu aliye mwema, mfalme wa falme na Bwana mabwana, watoto wako unatujua tulivyo wakosefu mbele zako, nasi tumeshuka mbele zako kuomba toba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neno lako linasema katika kitabu cha Isaya, kwa dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Watoto wako tumeshuka mbele zako Bwana, tukinyenyekea mbele za uso wako tukiomba rehema, tutakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Mandorosha karabakuri ya basika. Kila mmoja popote alipo anapofuatilia maombi haya, ingia mbele za Bwana, anza kuomba toba mbele za Bwana. Asubuhi ya leo nyenyekea mbele za Bwana, anza kuomba toba. Rika mandorosha karabakuri basika. Baba, tunaomba rehema zako tena, rehema zako za ajabu juu ya maisha yetu. Rehema zako Bwana juu ya hatima, rehema zako Bwana. Tutakase mioyo yetu, tutakase roho zetu, tutakase moyo wetu, tutakase miili yetu asubuhi ya leo. Kuria manda ramashaka rabasaka. Yamanda rika baba sanda ramakoshaka rabakoshi. Eka yamanda riamasika rinda sika rabushaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Mungu wa rehema nyingi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana tumenyekea mbele zako. Tunaomba nguvu zako asubuhi ya leo. Tamka mbele za Bwana, unahitaji nguvu za Mungu asubuhi ya leo. Baba, tunaomba nguvu zako zituatamie tena asubuhi ya leo. Yesu Kristo, tutie nguvu tena, tuimarishe watoto wako. Tunaomba nguvu mpya Bwana, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu mpya. Tamka, unahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Unahitaji nguvu mpya. Rika manda rabashaka. Baba, tunahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Nguvu mpya kutunyanyua, nguvu mpya kutubeba, nguvu mpya kutusimamisha. Rika ndara mandoro shaka rabakoria basika. Omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo 1:8 ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu. Yesu Kristo, tunapokea nguvu zitokazo kwako. Tuongezee nguvu watumishi wako na wajori wako. Yakaya bakaya mando sokorubu shaka. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yetu saa hii Bwana, katika jina la Yesu. Rikanda ramando rusha karaba kuria. Ya baba sanda ramando rukushata. Ya baba karia masekere. Risanda ramando rusa tata. Baba, nijaze nguvu asubuhi ya leo. Niongezee nguvu Bwana. Pale ninapochoka Baba, niongezee nguvu. Pale ambapo siwezi, niongezee nguvu. Niongeze nguvu Bwana kuifanya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando rosa karabashaka. Tamka asubuhi ya leo, unahitaji kuongezwa nguvu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya kukuwezesha, nguvu ya uwezesho, nguvu ya kufanya ufikie hatima, nguvu ya kufanya ufikie kwenye neema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuongezee nguvu, tuifanye kazi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rosa kamanda ramasika. Asante Bwana, asante Bwana. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu. Mwambie Baba, najiachilia kwako, najiachilia kwako, najiachilia kwako. Rika manda rabashaka. Unahitaji msaada asubuhi ya leo. Unahitaji kumuona Yesu asubuhi ya leo, akikutoa kwenye machozi, akikutoa kwenye kilio, akikutoa kwenye taabu, akikutoa kwenye mateso, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kila eneo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona asubuhi ya leo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona kwa namna mpya. Ni kuone sio sawasawa na jana, ni kuone sawasawa na utukufu wako. Baba, ni kuone tofauti, maana wewe ni Mungu wa tofauti. Ni kuone ukibadilisha hatima, nione ukibadilisha
ukibadilisha maisha yangu, nione ukibadilisha ndoto yangu. Mwambie Baba, naomba nikuone leo kwa namna nyingine, nikuone leo kwa namna mpya, nikuone leo kwa utukufu mpya. Hebu tamka mbele za Bwana. Unahitaji kumuona Yesu tena, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Yesu. Mwambie Baba, nahitaji kukuona, hakika nahitaji kukuona, nahitaji kukuona kwa namna mpya, nahitaji kukuona kwa utukufu mpya. Rika baba 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 baba. Tamka mbele za Bwana. Mwambie Baba, naomba nikuone wewe, unisaidie, nikuone wewe, unibebe Baba, nione nguvu zako zikinisaidia, nione utukufu wako ukisimama upande wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ramanduru shakarama koribasaka ya baba korimasaka, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sijajua ninaomba na nani, sijajua ninaomba na nani asubuhi ya leo, lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia umekuwa unapita mahali ambako ndani yako nasikia kuchoka, ndani yako nasikia kukata tamaa, ndani yako usikii kuendelea, ndani yako nasikia mzigo mkubwa ndani yako ambao umekukatisha tamaa. Wakati mwingine unasikia kuchoka. Usiendelee kuchoka peke yako. Hebu sema, tutaomba, tutasimama na wewe. Tumia hiyo namba ya WhatsApp iliyoko hapo ya 0679645759 kwenye kioo chako. Hebu nitumie message, sema na mtu wa Mungu, niambie unapita wapi. Tutasimama, tutaomba. Utasimama kwenye group letu la maombi, tutaomba na mkono wa Mungu utaenda kwa dhahiri. Mungu amesaidia watu wengi, amegusa watu wengi, ameshika watu wengi, na wewe Mungu hatakuacha, atafanya. Acha kukata tamaa, ongeza nguvu, acha kuchoka, ongeza nguvu. Tatizo lako bado linawezekana, tatizo lako bado ni jepesi, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Nitumie ujumbe rika baba sando roshaka. Ndio nasikia Mungu ananiambia, Mungu alimsikia Kornelio. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Mungu akashuka kwa Kornelio akamwambia, Kornelio, sikiliza, maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Nimekumbuka kuna kitu nataka nikupe siri asubuhi ya leo. Popote pale unapofuatilia maombi haya, ndani yako sikia Mungu anachokizungumza. Chukua sadaka ndani yako. Kuna namba hii ya Vodacom, mwambie Mungu, wewe ulimsikia Kornelio, ulisikia maombi yake, ulisikia sadaka. Naomba kupitia sadaka ya asubuhi, ninaomba kupitia sadaka ya asubuhi, Baba usikie maombi yangu, ujibu maombi yangu. Ninaona Mungu akienda kufanya kwa namna nyepesi. Ni kupitia namba hiyo ya 0756934903. Hiyo namba ya M-Pesa. Ukiwa nje, ukiwa ndani ya nchi, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, fanya kupitia hiyo M-Pesa. Sadaka yako itafika. Utaamini kitakachotokea asubuhi hii. Ninaona Mungu akienda kufanya kitu ambacho hujawahi kukiona kabisa, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Shirikisha watu, peleka ujumbe, copy link hii, peleka kwa ndugu, peleka kwa jamaa, peleka kwa marafiki, peleka kwa YouTube, peleka kwa status, peleka kila eneo. Unapofanya hivi unafanya kazi ya Mungu. Unaruhusu watu wengi waone neema, unaruhusu watu wengi waone kazi, unaruhusu watu wengi waone utukufu, unaruhusu watu wengi wakimbilie kwa Yesu. Oh my Jesus, ninaona ukimponya dada yako, ukimponya ndugu yako, ukimponya jamaa yako anayefuatilia maombi, ukimponya, ukimwokoa, mrushie klipu hii. Kuna nguvu ya Mungu inaenda kudhihirika kwa namna ya ajabu. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna nguvu ninaiona asubuhi ya leo. Hii nguvu sio nguvu ya kawaida, ni nguvu iletayo neema, ni nguvu ya ukombozi, ni nguvu ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Ninaisikia zaburi ya kufungua milango. Zaburi ya kufungua milango, zaburi ya kufungua milango. Ile ni zaburi ya 36 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema, kuasi kwake yule mwovu unena moyoni, hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Kwa maana ujipendekeza machoni pake kuwa mpotovu, upotovu wake hautaonekana na kuchukiwa. Maneno ya kinywa chake ni maovu ya hila, ni uovu wa hila. Ameacha kuwa na akili za kutenda mema,
waza maovu kitandani pake, hujiweka katika njia mbaya, ubaya au chukii. Bwana, fadhili zako zitafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Haki yako ni kama milima ya Mungu. Hukumu zako ni vilindi vikuu. Bwana, waokoa wanadamu na wanyama. Mungu, jinsi ulivyo na thamani fadhili zako, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako. Wanadamu hukimbilia uvuli wa mbawa zako. Mstari wa 8 anasema watashibishwa kwa unono wa nyumba yako, nawe utawanywesha mto furaha zako. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Wadumishe wakujuao fadhili zako, na wanyofu wa mioyo uaminifu wako. Anasema mstari wa 11, mguu wa kiburi usinikaribie, wala mkono wa wasio haki usinifukuze. Mstari wa 12 anasema huko ndiko walikoanguka wafanyao maovu, wameangushwa chini wasiweze kusimama. Unaweza kuona hii ni zaburi ambayo ndani yake imebeba toba, na kati ya vitu vikubwa ambavyo Mungu anafanya kazi kwa ukubwa sana ni nguvu ya toba. Unapofanya toba, unaipata mianzo mipya ya milango yako kufunguka. Na anazungumza juu ya mtu mwovu. Uovu umewafunga watu na neema. Uovu umezuia vitu vizuri visitokee. Uovu umezuia neema isifunguke. Lakini anasema hawa waovu waliponyenyekea, naona Mungu alidhibitika na akasimama kwao. Nina hakika kabisa namna unavyoanza asubuhi, anza asubuhi na toba. Naposimama na toba, ndipo sasa unauruhusu mlango mkubwa ufunguke mbele ya uso wako. Mbele za uso wa Bwana unapata kibali. Mbele za uso wa Bwana unapata upendeleo. Mbele za uso wa Bwana unapata tena neema mpya ya kupata tena mianzo mipya. Mungu akupe neema hiyo. Lakini kitu kikubwa anaendelea tena, anasema mstari ule wa 7 anasema Mungu, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako, wanadamu ukimbilia uvuli wa mbawa zako. Anasema watashibishwa kwa unono wa nyumba yako, nawe utawanyeshea mto wa furaha. Sasa kuna nguvu ya kushibishwa. Baada ya toba, kuna kitu cha pili. Mungu umshibisha mwanae ambaye amekimbilia kwake. Kwa hiyo unapokimbilia kwake tena asubuhi ya leo, kuna kushibishwa kwa unono. Na mimi ndio maombi yangu, Mungu akushibishe kwa unono asubuhi ya leo. Anaposema kushibishwa kwa unono, ni kwa wale wote waliomkimbilia. Wewe ambao umekimbilia neema, wewe ambao umekimbilia utukufu, Baba akushibishe asubuhi ya leo, akupe neema ya unono. Uone vitu vinono, uone vitu vinono vikifunguka, uone vitu vinono vikitenda kazi, uone vitu vinono vikifunguka, uone vitu vinono vikiachiliwa, uone vitu vinono vikifunguka. Oh my Jesus, glory, glory, glory. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Nuru ya asubuhi Bwana iachilie. Aiachilie asubuhi ya leo.
uanze kuona mpenyo mkubwa wa kuona vitu vinono. Asubuhi ya leo ninasukumwa sana kukuongoza maombi ya toba, lakini pia kukupa maelekezo mengine ambayo Mungu ataenda kukushibisha kwa unono. Glory to Jesus. Maelekezo ya kwanza asubuhi ya leo ni maelekezo ya toba ya matengenezo. Lakini kitu cha pili ambacho nasikia Mungu ananiambia, ili uweze kushibishwa kwa unono, Mungu aweze kushibisha vitu vizuri, Mungu aweze kushibisha vitu vyenye neema, kuna kitu na asubuhi ya leo nasikia sauti ya Mungu ya kwamba sijajua wewe unafanya kazi gani na sijajua unafanya kitu gani, na hapo unataka Mungu akushibishe kwa unono. Kitu cha pili ambacho Mungu ananielekeza, nataka uchukue karatasi uandike ninashibishwa kwa unono. Na ukiandika hiyo karatasi, andika kile ambacho nataka asubuhi ya leo Mungu akitende. Hiyo karatasi ambayo umeiandika tutaenda kuiombea, na tukiombea Mungu atafanya kitu cha kushibisha. Hiyo karatasi, hicho kitu utakachokiandika, andika vitu vikubwa vitatu ambavyo unataka Mungu akushibishe. Na baada ya kuandika vitu hivyo vitatu, na hivyo vitu vitatu vyote, kama ni cha kwanza, cha pili, cha tatu, utavitolea sadaka namba 3. Sadaka namba 3. Hata kama zitakuwa ni shilingi 5,000 zitoe. Kama ni 10,000 zitoe. Hata kama ni 3,000 zitoe. 3 zitoe. Na utapiga ile picha na utanitumia kwa WhatsApp. Kwenye namba hiyo ya WhatsApp iko kwenye skrini. Kuna maombi Mungu ananielekeza ni kuombee. Mungu ataanza kukushibisha. Vitu vizuri vitafunguka. Neema nzuri itafunguka au hujawahi kuona. Nataka nikwambie, maelekezo ndio yatakayokusaidia. Maelekezo ndio yatakayokusaidia. Umepita katika maeneo magumu, lakini Baba anaenda kushibisha. Ninaomba popote pale ulipo, inua mikono yako miwili. Sema, Bwana Yesu, nimesogea mbele zako. Ninajua kabisa Baba nimekutenda dhambi. Naomba unisamehe, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Baba, nirudishe tena katika njia yako ikupendezayo. Nipe kibali tena asubuhi ya leo, nisimame mbele zako tena. Roho Mtakatifu, takasa nafsi yangu, takasa moyo wangu, takasa akili yangu, takasa mawazo yangu. Yesu Kristo mwana wa Daudi, naomba unisimamishe kama mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu uliye mwema, ninakuita tena Baba, ili wewe unishibishe kwa unono sawa sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu, chochote ambacho nimekiandika katika mkono wangu huu, Roho Mtakatifu, naomba unijalie asubuhi ya leo, unishibishe kwa unono wako Baba, unishibishe kwa unono wako katika jina la Yesu. Rabasana ramakoribasaka, in the mighty name of Jesus. Rabasaka ramashaka. Anza kuomba, inua mikono yako, nami ninakuombea katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Baba akushibishe kwa unono, akushibishe kwa unono. Mando sakaraba shaka. Ninafungulia neema, ninafungulia milango mizuri, ninafungulia mambo makubwa katika jina Yesu. Roho Mtakatifu, shibishe kwa unono mtumishi wako, shibishe kwa unono asubuhi ya leo, shibishe kwa unono mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nataka uchukue hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Panda hiyo sadaka yako, alafu nitumie ujumbe kwa njia WhatsApp ili nikuongoze maombi ya kushibishwa kwa unono. Ninakuombea asubuhi ya leo, nenda ukashibishwe kwa unono katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sema amina. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, shalom, shalom.